Uwezi ukaona muda unakuja tu kwamba muda ni huu, utumie muda huu. Wewe panga vitu vyako, ni kuweka mpango. Uwe na mpango kwamba nataka kuandika na nitaandikeje. Andaa mpango wako, ratiba yako. Ni askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Iringa, Daktari Blaston Tuluene Gavile, akihimiza watu kutenga muda wa kuandika vitabu kuliko kufanya mambo yasiyo na faida, kuliko kuingia kuwajadili watu na kuwa kwenye mizozo mingine isiyokuwa na maana. Hiyo itatusaidia sana. Kwa hiyo wapendwa, tukiwa wasomaji, tukifanya utafiti na tukiandika, tutaisaidia sana jamii yetu. Hii jamii inatutegemea sana sisi tuliokwenda shule kuibadili jamii hii. Na tutaibadili namna gani? Sio kwa kusema tu hivi, tutaibadili pia jamii yetu kwa kuandika. Dr. Gavile amesema hayo wakati akizindua kitabu kilichoandikwa na Daktari Elisande Muhanga, ambaye hapa anaeleza yaliyomo. Kwanza namshukuru Mungu kwa kuniwezesha kuandika kitabu kinachoitwa Ni Heri Kutoa Kuliko Kupokea. Ni maneno ambayo yako kwenye Matendo 20:35. Ni maneno ambayo Mtume Paulo alinukuu Yesu akiyasema maneno hayo. Kitabu hiki nimekiandika hasa kutokana na baadhi ya mafundisho ambayo nilikuwa nikifanya, na kuna wakati baba askofu aliomba nifundishe uwakili wa Kikristo tulipokuwa tunafanya ziara majimboni. Baada ya yale mafundisho kumekuwa kuna maswali. Baadhi ya watu wamekuwa wakiuliza hasa tofauti ya aina za sadaka, kama sadaka ya ahadi na fungu la 10. Na kwa hiyo nimeandika aina za sadaka mbalimbali kwenye hicho kitabu, lakini pia nimeandika tofauti ya sadaka kati ya hiyo ahadi na fungu la 10. Na kwa namna hiyo kitabu hiki kwa ujumla wake kinaelezea hasa mafundisho ya uwakili wa Kikristo, hasa katika eneo la kumtolea Mungu sadaka za aina mbalimbali kama Biblia inavyofundisha. Na nimeona kutokana na maswali ambayo baadhi ya watu wamekuwa wakiuliza, niliona kama vile bado wengi hatujaelewa hasa nguvu ya sadaka. Na kwa kuendelea kujifunza na kusoma vitabu vya watu wengine, nimeona kuna nguvu kubwa sana katika sadaka ambayo Wakristo huenda hatujaijua. Kwa hiyo ukisoma kitabu hicho unaweza kupata maarifa, ukaongezewa maarifa ili kujua umuhimu wa kumtolea Mungu kama Wakristo. Hafla hiyo imefanyika ofisi kuu za KKKT Dayosisi ya Iringa na kuhudhuriwa na watumishi mbalimbali akiwemo msaidizi wa askofu Mchungaji Askari Mgeyekwa. Kwanza ninashukuru sana kwa ajili ya Mchungaji Daktari Muhanga. Amewahi kusema mara kadhaa kwamba mtu ambaye anafikia ngazi ya udaktari anapaswa kufanya mambo yale matatu: Publication, kuandika vitabu, alafu mashauri na afanye research. Ndio. Katika yale mambo matatu ameyataja na ninaona anaanza kuyaishi. Na kwa kawaida sasa naona kuwa msomi unaingia kwenye kundi linaloacha malalamiko. Kuwa msomi inakuwa ni sawa na mtu aliyeoa, ni sawa na mtu aliye kiongozi. Unaacha kabisa malalamiko, bali unakuwa kisima cha majibu ya malalamiko ya watu.
na kama mmesikia hapa alivyosema, amesema kwamba watu waliuliza maswali mengi, badala ya kusema kwamba mbona watu hawajibu, yeye anachukua hatua ya kujibu. Ni kweli haya sasa ni makundi matatu ambayo ni ya msingi kwenye maisha. Ukiwa umeoa au kuolewa, una nafasi ya kulalamika. Ukiwa kiongozi, una nafasi ya kulalamika. Na ukiwa msomi, una nafasi ya kulalamika. Bali sasa unapewa nafasi ya kuwa majibu kwa watu wengine. Naomba nikushukuru sana Mchungaji Muhanga kwa kazi hii uliyoifanya.